Wafanyabiashara wengi ambao wanafanya matangazo kwenye hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram, especially wale ambao wanakuwa ndo wanaanza na wengine tayari walishafanya mawili matatu, huwa wanakuwa na ile kawaida ya kuwa waoga sana kwenye kiasi gani ambacho anatakiwa kukiweka kukispendi kwenye matangazo yake ili aweze kupata matokeo ambayo ni mazuri. Nimekutana na watu wengi sana, mtu kimwambia labda twende tupande, labda tutumie angalau kuanzia $10 kwa siku, anaona kama ni kiasi kikubwa sana cha pesa ambacho pengine akiinvest kwenye haya matangazo kuna asilimia chache sana za kuweza kufanikiwa. Yani anakuwa na ule uoga kwamba inawezekana hii pesa ikaondoka tu na isiweze kurudi katika namna yoyote. Kwa hiyo ni namna ambayo watu wengi pia wamekuwa wakifanya hivyo. Nakuta mtu anafanya tangazo moja siku mbili, anaacha siku tatu, yani anagusa, anakuwa hayuko serious sana kwenye hiyo business ambayo anaifanya. Na episode ya leo nataka nizungumzie namna ambavyo the way ambavyo una sita, the way ambavyo unaweka budget kiduchu, the way ambavyo unafanya kwa kudonoa matangazo kunavyoweza kuimpact matangazo yako na biashara yako kiujumla, na ikashindwa kufika katika namna ambayo ni nzuri, ama ikashindwa kufika katika viwango ambavyo ni bora zaidi. Kitu cha kwanza, the more ambavyo unakuwa unafanya matangazo labda kwa kudonoa, labda umefanya siku 2 umestop, umegoja umefanya siku 3 umestop, the first thing ambayo inaweza happen ni kwamba wewe hautopata nafasi ya kuweza optimize matangazo ambayo unayafanya. Yani hauwezi ukapata ile nafasi ya kuweza kuyafanya matangazo yakakupa matokeo mazuri, kwa sababu hauna ule muendelezo ambao unaweza ukawa ni mzuri katika kuunganisha zile dots. Hata kwenye ile process tu ya matangazo yanayopitia unakuwa una disturb. Kwa maana hiyo ni kwamba inakuwa sio rahisi kuweza kupata matokeo ambayo ni mazuri, kwa sababu unaenda against na the way ambavyo matangazo yanaweza yakakupa matokeo mazuri. Let me show you mfano mdogo tu. Ni kwamba mfano ukifanya tangazo la siku 2 and then labda ukaweka dola zako 3, I mean ikawa ni kama dola 6 hivi kwa hizo siku 2, kinachotokea ni kwamba kwenye ile process ya matangazo ambayo tunaitaga meta ads process, ambayo kila tangazo linapitia kuanzia kwenye assessment, kwenye delivery, even mpaka kwenye hili step ya 3, kwa maana process ya mwisho kabisa ya optimization, tangazo lako litakuwa na nafasi chache sana ya kuweza kufika kwenye zile hatua ambazo zinaweza zikakupa matokeo ambayo ni mazuri, simply because budget yako ni ndogo, haiwezi kurahisisha ule mchakato, lakini pia muda ambao umeutumia kwa ajili ya kuweza kufanya tangazo ni mchache, ambao Facebook na Instagram hawezi wakapata nafasi nzuri sana ya kuweza kukupa matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo badala ya kutumia zile labda dola moja kwa siku moja, ama kufanya yale matangazo ya kudonoa, inabidi ukae serious kweli. Yani uingie ukiwa unaamini kwamba nayo ni sehemu ya investment ya biashara ambayo unaifanya. Kama hivyo unavyofanya kutumia nguvu kubwa sana kuweza kupendezesha ofisi yako, unavyotumia nguvu kubwa sana kuweza kutafuta product ambazo ni quality, ndio hivyo ambavyo inabidi pia kuweka investment katika swala la matangazo, kwa sababu matangazo pia ni kitu ambacho kitakurudishia pesa yako, na ni kitu ambacho of course kitaenda kuboresha zaidi biashara ambayo unaifanya. Kwa hiyo ni lazima ufanye investment ya kutosha. Weka pesa, matangazo yako yaendelee kufanya kazi, mwisho wa siku yatakuletea kitu ambacho kitakuwa ni kizuri zaidi, tofauti na hii ya kuendelea kudonoa. Lakini pia kitu cha pili ambacho kina impact the way ambavyo unakuwa unaweka budget yako kidogo ni kwamba kwenye haya matangazo ya Facebook pamoja na Instagram, watu wengi sana ambao watu wanafanya haya biashara za kuuza direct kutoka kwenye matangazo, kuna aina ya matangazo ambayo tunaifanya ambayo tunaitaga auction, ambao kwa Kiswahili tunaweza tukasema it's like ni mnada hivi. Yani unaingia kufanya biashara mnadani, ambako kuna wafanya biashara wengine pia ambao wanaweza kawa wana offer the same service, ama wana offer the same product ambayo na wewe umeileta sokoni. Kwa hiyo huku unaingia kwenye competition. Hasa upande wa budget pia ni miongoni mwa kitu ambacho huwa kinaamua uweze kuwa na nafasi nzuri sana ya kuweza kuwashinda wale wengine ambao nao pia wana run matangazo kama yako, na wanataka audience ambayo wewe mwenyewe unakuwa unaiwinda. Kwa hiyo the more unavyokuwa na budget nzuri, ndivyo hivyo ambavyo unakuwa unajiweka katika nafasi nzuri sana ya kuweza kupata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri, kwa sababu utakuwa una compete na watu wengine ambao wanaweza kuwa na budget ambazo ziko down, na wewe una budget ambayo iko vizuri. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi hata Facebook na Instagram kuweza kukubeba pale ambapo inaonekana kuna mteja ambaye ulikuwa unamtaka, lakini kuna mwingine ambaye amefanya tangazo kama lako kuweza kumfikia ule mteja. Kwa hiyo the more
unavoweka pesa nyingi, the more unavyokuwa unafanya mara nyingi, ndivyo hivyo the more ambavyo pia unakuwa unapata nafasi ya kujifunza, even nafasi ya kuweza kupata matokeo ambayo ni mazuri, kwa sababu hamna kitu ambacho unaweza kukifanya simple na kikakupa matokeo ambayo ni mazuri. Ni lazima uwekeze, ni lazima ufanye mara nyingi zaidi ili uweze kugundua makosa na namna ambavyo unaweza ukayaepuka. Kwa hiyo ile nafsi ambayo inakuwa inakuogopesha kwamba nisiwekeze katika hii nani, labda kama kweli hauna ujuzi wa kuweza kufanya hayo matangazo, ni kweli siwezi nikakushauri uweke pesa nyingi, kwa sababu utakuwa ni kama unachoma tu, hamna kitu ambacho utakipata. Lakini kama tayari ulishajifunza namna ambavyo unaweza kufanya matangazo vizuri, nakushauri tu ingia serious, fanya investment ambayo iko vizuri, na mwisho wa siku utapata matokeo ambayo yako vizuri zaidi kuliko vile ambavyo ulikuwa unafikiria. Na hii ndiyo lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge ambayo utaitumia kwa ajili ya kuwekeza kwenye biashara yako, hususan katika matangazo ya kulipia kwenye hizi platforms za Instagram pamoja na Facebook, ili uweze kupata matokeo ambayo ni bora zaidi. So kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye unahisi hii podcast inaweza kuwa na msaada kwake, unaweza ukashare na yeye. Lakini pia usisahau kuniachia comment kitu gani ambacho umejifunza na kitu gani ambacho una wish unataka kukijua kupitia podcast hii. Mimi naitwa Joram Tanzania.